Mtazamaji wa Paza Sauti Media, hii ni moja kwa moja mpaka Geita, ni kwa ajili ya kukutana na Bi Maria. Yupo kwa ajili ya kutupa simulizi yake ambayo naamini unapoisikiliza kwa makini kuna funzo utaweza kupata. Kuna lolote lile ambalo unahisi kama wewe ni gumu unalipitia, basi utahisi kwamba hauko peke yako, au kama kuna funzo utalipata, basi moja kwa moja ni kwa ajili ya kuongeza maarifa. Basi tuungane naye tuweze kusikiliza ni nini ambacho ametubebea kwa siku ya leo ili tuweze kunufaika nacho. Habari? Mimi mzima. Habari ya huko Geita? Habari ya Geita ni nzuri. Mtazamaji yupo moja kwa moja kwa ajili ya kukusikiliza ni nini ulichonacho kwa siku ya leo. Basi moja kwa moja masikio yetu tunaielekeza kwako uweze kutupa simulizi nzuri ambayo itakwenda kutubebea ujumbe mzito. Tupo kwa ajili ya kusikiliza. Kwa jina naitwa Maria Balseni. Nimezaliwa Geita. Kuna ugonjwa ambao ulitokea ambao ulifungua sana sehemu ya mguu. Naona. Ambapo basi nimekuwa na huo ugonjwa ambao ulikuwa ni upele ambao umetokea sehemu ya mguu, ambapo huo upele ulinigharimu sana matibabu, yaani ulikuwa haukoni sana. Itabidi kila hospitali tukauzilia kila hospitali kwa ajili ya kuhakikisha upele. Akasema kwamba upele ni jipu ambalo lilikuwa inaendelea kukua. Hatimaye tulienda hata hospitali pale, wakasema sasa hivi jipu tunaomba tufanye nini, tuweze kukwangua, maana kuna mfupa umeharibika kutokana na hilo jipu. Maana hilo jipu nilitumia sana dawa za kienyeji, lakini nikaona afadhali hapana, ndio maana nikaamua kwenda hospitali. Lilikuwa kwenye ufundo wa mguu au mguu sehemu gani? Ni yaani kuanzia juu ya mguu. Sawa, Basi nikawa tumetuka kanishauri kwamba huo mguu kuna mfupa ambao unasababisha mpaka unakuwa unatoka uchafu, huo mfupa umeharibika, inabidi ukwanguliwe. Basi hapa umenikwangua, nilikuwa kama darasa la pili. Nimesema kama wakati la darasa la 4 kule. Hapo ndo nilipata natumia magongo, hapo ndo ilikuwa siku ya mtihani, ndio hapo siku wamenifanyia operesheni. Sasa kwa kuwa wamenifanyia operesheni ya mguu, na mimi sikuwa na jinsi, nikaamua tu kwenda kufanya hizo mtihani. Niliwaomba sana, nikaambia mimi naomba nisaidie tunaweza kufanya mtihani. Kukawa na uwezekano wa usafiri ambao nimepata sehemu ya mtihani. Kwa kweli nilifanya mtihani wangu na nilifanya mazingira ambayo nilikuwa tatanisha kufanya chini ya mkeka. Basi hatimaye Mungu akaingia mpaka la 5, endelea hatimaye kama darasa la 7. Ndio. Darasa la 7 mpaka nikashinda form 1. Basi form 1 ile hadi ikajirudia tena, ambapo pale ambapo walinifanyia patient kaka pamepona, nikania sehemu nyingine mguu huu ambao uliendelea kunisumbua sana. Nikahangaika sana matibabu, dawa nini, lakini sioni afadhali. Basi ndio tena tukarudi pale hospitali, kwa madada sehemu nenda na nili Bugando. Basi tuenda Bugando kule tena, matokeo tena akawa ni yale kama vile nilivyokuambia mwanzoni kwamba kuna sehemu tena huku ufupa huu tena umeanza mwingine ambao yaani unakuwa kama vile mahindi ambao wanafunguliwa na wadudu, ndivyo mpango ambavyo ulivyokuwa. Basi wakawa wananifanyia tena operation, ambapo wenzangu kipindika mimi nifaulu kwenda form 1 leo ndio na shule. Mimi niko kwa Bugando, nimetumia sana hela za wazazi. Basi nikawa natembea magongo, nimekaa sana kule hospitali, nimekaa sana, nimezi kama ni mwezi mmoja hivi. Basi nikarudi nyumbani, naona ndio nimerudi nyumbani. Kipindi hicho ndio wenzangu wanaendelea na masomo, lakini basi nikaa sina jinsi, maana wale wenzangu tulikuwa nataka kuelekea, ndio wanaelekea sasa form 2, yaani wameshafika form 2, naona. Basi mimi nikarudia shule,
nilipopata wafadhali nikawa nimerudia shule, nikaendelea basi na form 1 sasa hiyo ya kurudia. Sasa nilianza form 1 yani nilikuwa niko bei yani ile shule ya kutwa. Kila nikienda shule nilikuwa naumwa sana. Yaani naumwa sana ambapo kitu kilitokea ni kwamba nilikuwa hata masomo sihudhurii sana. Nilikuwa nakosa vipindi. Yaani nilipata sana changamoto ya kuwa naugua mara nyingi. Unaona? Basi kwa kuwa napata changamoto ile mara kila ninapoenda nikitoka tu nyumbani au kutoka shule ni changamoto sana. Sasa basi niwaambia nyumbani sasa waweze kunipeleka bodi. Ili changamoto hiyo ndio hata kama nimeugua niugulie wapi kwa shuleni sasa nini vipindi vile. Ndio. Nikaa wakanipeleka bodi, anaendelea kusoma pale. Basi hali ikapoa, lakini ule mkuti na ulirudi tena. Yaani pale ambapo nilifanyia upasuaji ulikuwa ni mkubwa sana. Yaani upasuaji ulikuwa ni mkubwa sana ambapo sasa kutokana na mguu kila siku nafanyia mara nyingi upasuaji ikaleta tena changamoto ya nyonga yangu. Nyonga tena ikawa na shida, kaanza kuwa inauma sana, iko kama yaani kama vile kuna kitu huwa kinacheza kule. Sasa nilijaribu pia kuuliza hospitali wakasema ni kwa sababu ya kuwa nafanyia mara nyingi matibabu, hatimaye anyonga huko sasa imeanza kuwa na shida. Anyonga na kipindi kwenye maelezo tulifuatilia wakasema nitolee nyonga basi. Ile basi naendelea tu hivyo na masomo yangu. Sasa nakumbuka kipindi nimefika Sinai form 4, nilipofika form 4. Ukaibuka yani niliugua ghafla, niliugua kifua, kilinisumbua sana. Ambacho hicho kifua yani kilisababisha yani nilipeta sana ambapo nilifanya yani mtihani kama ni kesho hivi, pia mtihani kwa labda ni kesho, leo ikabidi kwenda hospitali tena. Nenda kula hospitali lakini nikajitahidi tu kaambia Mungu maana hiyo siku nimelaza. Afu kesho ni mtihani, nikaanza kujuta tafanya nini. Lakini kwa kuwa vitu vingine kwa nimesoma, nikasema basi nikawaambia kama mimi najisikia wafadhali. Japo wanaona sina wafadhali, lakini kama najisikia wafadhali ndio niende nikafanya mtihani. Basi nikaa nimeruhusiwa pale. Baada ya wao kusikia kama najisikia vizuri, nikaruhusiwa kwenda kwenye mtihani, lakini tena nini nilifanya sana kwa shida. Maana kwa kuwa kifua kilinitesa hiyo sidhani kama vile kifuani nilikuwa na kitu kizito sana kama jiwe liko kifuani. Basi nikajitahidi nikafanya mtihani huko nimesimama. Yaani kwa siwezi kukaa, nilikuwa nimesimama sana kwenye shule ambapo nilisomea sekondari. Basi nimefanya mtihani wangu hivyo kwa mateso, hatimaye nikamaliza form 4. Basi nasubiria matokeo. Lakini ndani ya kipindi nilipo nasoma pale shuleni pia nilikuwa nafanya sana ya uchoraji pale shuleni. Kabla ya kumaliza form 4 nilikuwa nafanya uchoraji pale. Kwa kila vitabu na kila michoro. Na mashindano yalikuwa natoka pale shuleni nilikuwa naendelea kuhudhuria. Basi mpaka nimemaliza form 4 pale nikarudi maisha mtaani. Na matokeo yalitoka vipi? Matokeo yalitoka tu matokeo ya kuendelea na chuo cha kawaida ambacho nitatoa mafunzo kama ni walimu nini. Lakini changu kubwa ilikuwa kuja kuwa mtangazaji. Sasa kwa kuwa faulu ambao nilitaka kuendelea na masomo nilishindikana. Kwa kipindi hicho pia nyumbani walikuwa bado sana hawajapanga kwa ajili ya mimi kuendelea na mafunzo hayo ya chuo. Basi lakini wakawa wamenilipia fedha ambayo niende nikasomee mafunzo ya kompyuta. Basi nilikuwa nimeenda. Maisha ya mtaani yakawaje?
Maisha baada ya elimu sasa yakawaje? Maisha mtaani. Ndio. Sasa nilipofika maisha mtaani, kwenye upande wa maisha mtaani kwa kweli yalikuwa sio mazuri sana. Katika ujana hatimaye nikawa nimepata ujauzito pale. Baada ya kupata ujauzito nikiwepo naye, sasa ikawa ikabidi tuishi wote. Baada ya kuishi wote pale, basi tuliishi wote pasipo na bado ridhaa ya wazazi, pia kule taarifa ambao wazazi walikuwa na wasiwasi mimi niko wapi, pia naishi wapi, walikuwa hawafahamu. Naona basi mimi ndugu yangu akawa ananipigia simu. Aliponipigia simu ananiambia uko wapi, maana sasa yakaribia ni siku 3 hauko hapa. Basi nikawa mimi ndugu yangu nimemweleza ukweli, maana nyumbani nilikuwa naogopa kueleza ukweli, maana nikiangalia mazingira ya nyumbani kwa kweli ilikuwa wazazi walikuwa kali sana pale. Basi hivi kwa kuwa nimweleza hivyo, maana ile wanaume nilivyoishi naye ili siku ya kwanza kama nimeenda kwake pale, akawa ameniambia kwamba nirudi niondoke kuelekea nyumbani. Ila mimi kwanza nikaenda nyumbani kwa nataka niendelee kukaa hapo nikiangalia kwamba nimeshaanza safari hiyo ya watu wawili. Sasa naanzaje kutoka nyumbani, na mimi nyumbani pale ni marufuku kukaa nje, basi ni marufuku kulala nje. Basi kila siku akawa anaondoka, yaani anaondoka anaenda kazini ananiacha, ananiambia yaani manake kwa nataka niondoke niendelee kuishi pale kwake. Basi kwa kuwa nikaona huyu wataki kuishi pale, maana akiondoka alikuwa ameniachia hata chochote, ili basi tu akute niondoka, kinaachia fungua akute ni kazi nifanya nini, niendelee kuwepo karibu kama ikafikia kama 5 hivi, yaani mtu anapita sasa. Sasa nilikuwa na kipaji changu pale, basi nikatumia hivyo nalala mara nyingine au nanunua vitu kote. Basi hapo sasa akili kanituma ngoja niende kwa bibi yangu hiyo. Nikaondoka kwenda kwa bibi. Baada ya kwa bibi nikamwambia, nikamwelezea hali ya bibi yangu. Maana mwanaume alikuwa kile anataka niishi pale, anambia sasa ishi na mimi, sina kila kitu ndani. Na nyumba ndizo iko tu hivi nitawezaje, maana wadada wa siku hizi wanapenda wakute sana maisha mazuri ndio waendelee pale. Nikawaambia sipo hivyo, kwa hiyo basi akili iliyomtuma vile na mazuri hivi. Bibi yangu akaniambia kanipatia agizo, kanipatia mkaa, kanipatia sufuria, kanipatia ni kama mwiko. Basi nikarudi nikaanza maisha. Nimeanza maisha kutoka kazini kakuta hivyo na nili kwamba akauliza vitu wapi. Nikamwelezea tu kama nimepewa hadithi. Ili kipindi na kisingizio kwamba yeye hana vitu mle ndani. Basi ndio tukaanza kuishi hivyo. Maisha yakaendelea. Hatimaye akaanza kuwa anaendea yeye mwenyewe. Hatimaye baadaye huko nyumbani akiendelea kupiga simu kwamba anataka kujitambulisha. Hatimaye basi akaamua kwenda kujitambulisha kule nyumbani, akajitambulisha, akafika pia na ndugu kanifahamu. Hatimaye kaenda kwao pia wakanifahamu, wamesahau pia na kwao kwetu. Basi Mungu akajalia nikapata mtoto wa kwanza. Ambapo nilipopata mtoto wa kwanza, basi siku zilivyoendelea kufanikiwa kufunga ndoa. Ndio. Nimefunga pale ndoa. Baada ya kufunga ndoa sasa maisha yakaendelea ya ndoa. Ambapo maisha yalivyoendelea, sasa hapo baada ya maisha kuendelea anza kuona tena yaani maisha ambayo nilipokuwa naishi nao nyumbani kwamba nilikuwa
naugua sana. Kisha yakatoweka, nikaanza kujishangaa kwa nini sasa nimeanza kuishi maisha yangu na shule pia ndiweze kutembelea nao shule. Sasa niko vizuri kwa kweli. Nikaanza kumshukuru Mungu. Basi nakumbuka tumeishi vizuri kama mwaka wa kwanza, tumeishi vizuri kama mwaka kwanza. Hapo nirudi nyuma, baada ya kujifungua yule mtoto wa kwanza, yaani kipindi ambacho sasa nilichopitia kigumu zaidi hicho sasa. Maana baada ya kujifungua yule mtoto wa kwanza nilijifungua, mimba ilikuwa bado haijakamilika cha kwanza. Mimba ilikuwa haijakamilika. Ilikuwa ni miezi mingapi? Ilikuwa kama miezi 7. Kutokanzia tena hapo tu, yani sasa ilikuwa miezi 7. Unaenda pale sasa, hapo ndo changamoto tena. Wakasema huku mtoto naye ametoka, hapo mimba tena ndo hivyo, yani huku mtoto naye hana hata nguvu. Sasa mimi basi au pia kutokana na changamoto ile ambayo ilipokuwa nayo kwamba nyonga huwa yani ilivyokuwa inanisumbua sana nyonga, kabidi basi wakanifanyia nini, wakanifanyia upasuaji. Yani sasa hapo manake nilikuwa nauguza kidonda huku naendelea tena kupatia mtoto joto atoa kwenye mashine. Yani yule mtoto alikuwa mkamba, yani anapumzia kama kwenye mashine hivi, yani wasitishe, yani muda wote usilale nikae na mtazama. Changamoto ya mtoto ambao hajakamilika. Chumba kile kilikuwa na watoto wengi sana. Nakumbuka watoto ambao tulikuwa nao pale wengi walipoteza sana uhai ambao kwa hajakamilika, lakini huwa ananitaja kwa sababu changamoto ilikuwa napitia hiyo ya hospitali na mtoto. Basi wazazi wangu walikuwa kuja kunitembelea pia kunijulia hali. Hatimaye nilikaa hospitali karibu mwezi mzima, yani karibu mwezi mzima na nusu. Niko naendelea kukuta huyo mtoto. Hatimaye kaondoka, mimi nikafikia nyumbani. Kafikia nyumbani kuendelea pia na ulinzi wa mama na watoto. Basi kwa tumerudi, hatimaye sasa tulipata nafuu, tumerudi kuendelea na maisha yetu.